Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Tunaendelea na tanzia ambapo familia ya mwanamke aliyeripotiwa kuuawa na mumewe huko Kuresoi North, kaunti ya Nakuru, sasa inadai haki ya mauaji yake. Inadaiwa Evelyn Nyarinda mwenye umri wa miaka 40 aliuawa kwa kukatwa vipande. Franklin Wala ana taarifa zaidi. Biwi la simanzi limewagubika jamaa na marafiki wa Evelyn Nyarinda, mama wa umri wa miaka 40 aliyedaiwa kuuawa na mumewe. Familia hiyo inayoishi kijiji cha Nyatieno, kaunti ya Nyamira, inasema iliarifiwa kuhusu kisa cha mwana wao kuuawa siku ya Jumamosi. Inaarifiwa kuwa kisa hicho cha mauaji kiliripotiwa nyumbani kwa Evelyn na mumewe Samuel Mokaya huko Kuresoi North, kaunti ya Nakuru. Familia iliarifiwa kuwa mwili wa mama huyo ulipatikana nyumbani humo ukiwa vipande, huku damu yake ikiwa kwenye mtungi. Kando ya mwili kulikuwa na shoka. Mshukiwa mkuu ambaye ni mumewe alikuwa ametoroka. Baka huyu dada yetu akakuja kupatikana kwa ile nyumba ya huyu bwana yake, mahali alikuwa na ana hip ile cushions za viti. Wakaenda kupekua ndio wakapata sehemu za mwili kama zinaanguka kutoka kwa gunia mkono. Wakaanza kuuliza ni nini, kuenda kuangalia tena wakapata ni kichwa imekatwa, simewekwa kwa gunia. Sasa hapo ndio sidi ilianzia, tukauliza ni nini hasa kilifanya huyu jamaa kuua huyu dada kinyama. Mnisaidie tena, mimi niko na mtoto mwingine ni yangu tena. Ndio tulikuwa tunashughulikia, tulete yeye hapa kutoka Nairobi mahali alifariki pale. Sasa yeye hako kwa mochari hapo tena. Kidogo hivi siku chache hivi tumepata hiyo mtoto dada yake tena ameuawa. Kwa ni vipande hiyo vipande sinatakikana sifanye nini, hizo vipande sitolewe, siende kufanya nini, siende kushikwa sababu asiwe sifadika. Sasa ndio sasa tunatafuta fedha. Hiyo fedha hatujapata sababu tuko na masisi nyingine ya ndugu hapa. Tunaomba wahisani, kama tuseme kama gavana wetu Nyaribo, senata wetu Mogeni, alafu na MP wetu Isairo, kama wanaweza kutusaidia. So tunasema kama askari wa Moro wanafanya kitu gani? Waangalie jamaa mahali kashikwe tu, ili sasa tupate hii sisi familia tupate yake. Mwili wa mwenda zake unahifadhiwa katika makafani ya hospitali ya rufaa ya Kericho kusubiri uchunguzi wa maiti, huku polisi kituoni Kuresoi wakiendelea kumsaka mshukiwa. Franklin Wala, runinga ya Citizen.